Kwa mujibu wa sheria ya ushirika, huwa ni lazima kutenga fedha kwenye budget na lazima zionekane kwenye special account kwa ajili ya mafunzo ya wanaushirika. Ni vitu muhimu sana ambavyo vitatusaidia kusonga mbele na kumove kutoka hatua moja kwenda nyingine. Nashukuru sana kurejea tena TCRA. Kumbuka mara mwisho nilikuwa nimesimama hapa tukawa tunazungumza, na kazi yangu kubwa kabisa imekuwa kumotivate watu, kushare na watu experience yangu ya maisha, yaani yale mambo ambayo ninayafanya kila siku, niliyafanya katika maisha yangu yakanitoa kule nilikokuwa mpaka kufikia hatua ya kualikwa kuja TCRA kuongea. Kwa hiyo ziko kanuni ambazo nimezijifunza kwa kufanya practical, kwa matendo, na nayazungumzaga yote actually huwa si mambo ambayo nimeyasoma tu kwenye vitabu, ni mambo ambayo nimeyafanya na ni mambo ambayo ninayaishi kila siku ya maisha yangu. Na huwa naamini kwa sababu yamenisaidia mimi, yanaweza kumsaidia pia mtu mwingine. Unazungumza bure, lakini pia kuna mambo unazungumza na unalipwa. Kwa hiyo kufika mahali hata maneno nayo yamekuwa product. Kama unaweza kuzungumza maneno mtu akafanya nini? Akakulipa. Hizi fee tunazolipwa, nizungumza hizo hadi niweze kueleweka. Sisi tunazitumia kwa ajili ya community support projects. Tunazitumia hizi fee zangu za kuzungumza, hazinufaishi mimi nimezitoa kwa ajili ya kusaidia jamii. Kwa nashukuru sana TCRA kwa kuniita, ndio mnanilipa, lakini hizi pesa mnazonilipa zinaenda kutengeneza mochwari ya Mwananyamala. Nilipataga nafasi ya kuzungumza na wazee wa BOT miaka kama 7 iliyopita. Waliniita wazee wa BOT, wakurugenzi walikuwa wanataka staff, wakasema Shigongo njoo. Wewe ni mjasiriamali, njoo tufundishe sisi wengine hatujawahi kufanya biashara kabisa. Kwa nikaenda pale nikazungumza na wale wazee. Nilipokuwa nazidi kuzungumza nao, naona wanazidi kupoteza uchangamfu. Yaani nafundisha kile wale wazee walikuwa na uchangamfu, wanazidi kupoteza nini? Uchangamfu. Nikagundua kabisa kwamba hili somo hili watu wengi sana huwa linawatia hofu. Watu wengi sana ukimtajia retirement anaogopa, anaingiwa hofu. Ukiamka unapiga hesabu, mimi sasa hivi na miaka 50. Kwa hiyo ningekuwa napiga tu hesabu nimebakiza miaka 5. Alafu kiona hesabu hivyo miaka inakimbia kwa nini? Kwa hiyo watu wanakuwa na hofu kuhusiana na neno retire. Lakini mimi nataka nikwambie, mimi nimekuja hapa kuzungumza na wewe, kushare na wewe na kukufundisha mambo kadhaa ambayo na kuhakikishia I can guarantee you kwamba your retirement will be the best retirement ever. Ni vizuri sana kwenye ulimwengu huu kuishi na pia ukawa unajiuliza swali moja kila siku, what if? What if something happens? What if I lose my job? What if I get sick? Sawa? Kwa maswali hayo ukijiuliza kila siku yanakuleta kwenye hali ya wewe kuanza kujiandaa. Sawa? Hebu kwanza tuzungumze kwanza kidogo kwamba unajua huko nyuma, miaka ya nyuma wote mnafahamu kwamba watu walikuwa wastaafu. Si ndio? Huko nyuma historically ni kwamba watu walikuwa wastaafu. Ulikuwa ukizaliwa unafanya kazi Mbilinyi mpaka unakufa ukiwa kazini. Si unafahamu hiyo historia ambao mmesoma historia ya retirement. Ulikuwa ukiingia kazini ukizaliwa Shigongo unafanya kazi mpaka mwisho wa uhai wako unafanya nini? Unafanya kazi. Na ukizeeka kabisa huwezi kufanya kazi, unakabidhiwa kwa ndugu zako. Ndio ilivyokuwa. Matokeo yake sasa nafasi zikawa zinakosekana za watu wengine kwa ajili. Hiyo story mnaifahamu. Ndio sasa ikafika mahali mwaka 1935 Marekani ikaamua
create sheria ya Social Security kwamba sasa lazima watu wao wanakuwa forced ku retire. Yaani hata kama una nguvu, lakini lazima sasa upumzike ili upishe watu wengine waingie kazini. Kwa hiyo ikatungwa sheria 1935, na ilipotungwa ile sheria ikawa na makubaliano ya kwamba lazima watu watunze fedha zitakazowasaidia watakapokuwa hawawezi kufanya kazi. Ndio tunakubaliana wote kwamba retirement ni withdraw from active occupation. Si ndio maana? Kwa hiyo mtu atakapokuwa withdraw from active occupation, maisha yake yataendeleaje? Kwa sababu katika hali ya kawaida ilikuwa ni kwamba ikawa kwamba Masai utatunza pesa yako itakusaidia wewe utakapokuwa huwezi kufanya kazi. Lakini Masai akawa atunzi fedha. Watu wakawa atunzi fedha na kuwasaidia uzeeni. Baadaye kaamriwa sasa tutunge sheria ambayo inamlazimisha mtu kukata fedha zake ili zimsaidie uzeeni. 1935. Na sasa ikaonekana kwamba wewe Shigongo utakatwa 10% hapa kwetu na mwajiri na atakatwa 10%, unakuwa na 20% ambayo itatunzwa kila mwezi mpaka utakapokuwa na miaka 60 ambayo ni lazima kustaafu. Tumeelewana mwalimu? Tumeelewana? Yaani lazima kukate kwa nguvu, manake kukatwa kwa hiari ilishindikana. Watu walikuwa wanatunza, baadaye anapata homa anazila, baadaye anataka kujenga anazila. Ikaamriwa lazima wakatwe kwa nguvu ili baadaye ziwasaidie. Kwa hiyo watu wakawa wanatunziwa fedha zao, afu ikifika wakati amestaafu anaanza kutunzwa na fedha zake zile mpaka mwisho wa uhai wake. Tumeelewana? Sasa juzi hapa nilikuwa nasikia habari ya kitu kinaitwa kikokotoo. Wangapi wanamuelewa mwalimu juu kikokotoo? Ikawa kwamba bwana ukistaafu, hapo nyuma nilikuwa nasikiaga watu wanapewa zote. Nakumbuka ikawa sasa bwana hapana. Watu ukifika 60 unapewa 25%. Alafu 75% unalipa kidogo kidogo mpaka mwisho. Watu wakapiga kelele sana. Mzee wangu Magufuli akaingilia katikati. Akasema tulisogeze swala mbele. Watu walipe kwa kikokotoo cha zamani ambacho ni 50%. Si ndio ndugu zangu? 50% kama sikosei, si ndio? Reasons for retirement. Zote ziko hapo. One, you can be financially independent. Umeshafanya kazi, you think you have a lot of money, now I don't need to work anymore. Last few weeks, tajiri wetu Jack Ma ameamua kuacha kufanya kazi. He's one of the wealthiest people, anamiliki Alibaba, akasema I have so much money, I don't need to work. By your financial independence, our financial affluence can be a reason for you to retire. Una enough savings that will take care of you till death. Sindio? Umesave vya kutosha ukasema mimi nafikiri sihitaji kufanya kazi mpaka miaka 60. Acha niachie tu hapo. Ukaamua kuachia hapo na hawatakulazimisha kufanya kazi. Lakini kuna not getting on with the boss. You can have a boss ambaye hamuelewani na ukalazimika kuretire. Usinafahamu ya mama. Sometimes you work in the office lakini mnashindwa kutoka na boss ukaamua kuretire. And boredom from 30 years of doing the same what? Same job. It's boring when you boring when you do the same job, the same activity, kila siku kazi ile inakuwa mahali inakuwa not exciting. Alafu naona bora kuretire kwa sababu nimechoka kufanya kazi ile kila siku. Tayarisha parachuti lako ili kusudi ukiruka mbilinyi utue chini taratibu, usababishe bang chini ukapasuka. So we can plan retirement because retirement is not what? Accident. Always ask yourself what if. Napenda sana usome kujiuliza kila siku.
When I started the business long time ago, nilianza biashara moja tu ya magazeti. Na najua kuna watu wanasoma magazeti yangu sana, wadogo wanasoma sekondari huko primary wapo. Yuma wapo. Leo hiyo wanafanya kazi CCRA, watu wazima na familia zao. Bado wanasoma. Wengine wanasema mimi sisomi tena, lakini tulisomaga zamani, si ndio? Kwa hiyo biashara yangu ya mwanzo kabisa mimi ilikuwa magazeti back in 1998. Lakini na even before nikasema, what if one day this president comes and says hatutaki magazeti ya udaku? Will I be able to take my children to the same schools? Will I be able to drive the same car? Will I be able to live in the same house? That's the question every one of us should ask. And lazima tujiulize. That I love this question. This question imenisaidia mimi leo kuwa na vitu vingi kwenye maisha yangu. Kwa sababu nasema hivi, ikitokea magazeti yapigwe marufuku, watoto wangu wataendaje shule? Na mimi nimeanzia biashara ambayo Tanzania haikuwepo. Na nilikuwa naonekana kama ni magazeti ya hovyo. Kwa hiyo kila siku nina wasiwasi kwamba yanaweza kufanya nini? Yakafutwa. Kwa hiyo nasema lazima niandae mazingira ya ikifutwa maisha yangu yanaendelea kwenye chombo kingine. How you can create multiple sources? You have kuna kazi yako ofisini, find another problem to solve. Kwenye society yako, sio? Kwenye jamii unaoishi hiyo, tafuta tatizo lolote lile, uanze kufanya nini? Kulisolve. Jifunze kitu zaidi ya kile unachokijua. Umeelewa? Jifunze kitu zaidi ya unachokijua, unachokifahamu, ulichokisomea. Wewe ni lawyer, sawa? Soma na vitabu vingine nje ya law. Wewe ni daktari, soma na vitabu vingine nje ya udaktari. Wewe ni mwajiriwa, hakuna ubaya wowote kusema nataka ni spend time yangu ya ziada kwenye bakery ya rafiki yangu anayepika mikate ili nijifunze jinsi ya kutengeneza scones. Unaelewa nachosema? Unanielewa? Kwa sababu you make money by solving a problem. Kwa hiyo ni mwasitizieni sana. Kama tunataka kuretire happy, lazima tuanzishe multiple sources of income. Elimu uliyoisoma chuo inaweza kuwa a company outside this organization. Umeelewa? Elimu uliyoisomea chuo hiyo inaweza kuwa big organization nyinyi na ukaji na watu wengine. Unatimiza wajibu wako TCRA na bado unaweza kuwa hiyo elimu yako inasolve matatizo nje na unakuwa na kipato cha ziada. This is a cash cow, right? It's a cash cow. You're working here. You need to have another cow. This cow will give milk to you. So, if you have only single cow, so you won't have enough milk. You need to have second cash cow, and maybe third cash cow, and maybe fourth cash cow, as many cash cows, and then you have this glass with milk, and then you control the outlet. You must control the outlet. Control the outlet. Kwa sababu ili maji yajae, lazima ucontrol nini? Outlet. Bahari inajaa kwa sababu maji yanaingia lakini outlet ndogo. Si ndio? Ziwa linajaa kwa sababu maji yanaingia, outlet nini? Ni ndogo. Hata kama hutaki kutajirika, ukifanya hii kanuni ya control outlet, yani mito inayoingiza ni mingi, mito ya kutoa midogo, hata kama sasa mimi sitaki kutajirika, mimi sitaki hela, utashangaa baada ya muda umekuwa na uwezo mkubwa kifedha. Invest in passive income portfolios. Sasa hapa mnisikilize kwa makini. Kuna active income portfolios ambazo kama nilivyosema unaendaga wewe mwenyewe kufanya. Lakini sasa kwa mfano hapa si uko active ndugu zangu hapa. Unakuja kazini TCRA, active unafanya kazi. Hawakulipi kwa sababu umekuja, wanakulipa kwa sababu unafanya. Uongo? Hapa actively uko hapa. Utakapokuwa 60 hautakuwepo. Tumeelewana?
ina maana utakuwa ume withdraw from active occupation, kama nilivyozungumza mwanzo, maana ya retirement, si ndio? Sasa anasema hivi, what are you going to do with your retirement benefits? Sawa, ufanye nini retirement benefits? Kwa sababu kwanza nguvu za kufanya kazi at 60 zimepungua. Uongo? You can't travel to China kwenda kununua simu. Kweli dada, yaani utakwenda Thailand kununua nguo, duka la nguo utaliweza kweli? Sasa mimi nawaambiaga wastaafu, at that age of 60, ushauri wangu mimi, huwa nawaambia ushauri wangu ni kwamba nguvu za kufanya mambo mengi ya nguvu Masai zimepungua. Sawa, na bahati mbaya pia haujui mambo mengi ya mtaani. Kwa hiyo hujui, yani umefanya muda wako mwingi, pengine umeajiriwa for 40 years, kwa hiyo ufahamu wa mtaani nao ujua mimi Shigongo ambaye nimekuweko miaka yote, wewe huna. Sasa ukitaka kujiinvolve na hela zako, unaziona ni nyingi, na sisi huko mtaani kuna watu specifically wao wanapeleza hivi, nani amestaafu amepewa shilingi ngapi? Wapo. Yao unaweza kufikiri si wanajua kabisa Shigongo hastaafu amepewa 100. Wengine ndugu zako, wengine rafiki zako, kila siku wanakuletea dili na mipango na makalkuleta mengi, wanakupigia hesabu, wanakwambia tukieta container 2 tukiuza hapa, sawa? Wanakuonyesha faida kabisa, unaiona kabla unaweza China mjaenda. Uongo? Are you smart enough to understand? Yes. Nataka uwe na uwezo wa kuelewa haya mambo, kwamba matapeli wanakusubiri na hela zako. Ninyi mnajua, kama nilivyosema, mnafahamu historia ya mtu aliyepata shida za namna hii. Haiwezekani hapa hamjasikia. Sasa mimi huwa nawashauri wastaafu hivi, I advise you guys to invest your money in passive income portfolios. I will tell you what I mean by passive income portfolios. Nimezungumza by creation hapo, creating cash cows, ndio? You create a cash cow where you are not involved 100%. Unapata pesa bila kushiriki moja kwa moja. Tumeelewana tukizungumza? Hiyo ndizo ndo passive income portfolios. I know them. I do them. Nazifanya. I'll give you an example. Kwa sababu sasa hivi uko kazini, I don't want to know what your pay is. Lakini I can assume kwamba probably you are making, say, X amount. Okay? You're making X amount, sindio? And now you have retired. And I'm advising you to invest in passive income portfolios, ambazo zinakuletea pesa bila wewe kuhangaika moja kwa moja, bila kutumia nguvu zako, kwa sababu nguvu sasa hauna. Hauwezi kufanya kama huyo kijana anaweza kaenda Thailand, Dubai, akaenda kaja kauza karudi tena. Wewe uwezi at 60. Sasa nasema, why? What is your salary today? Why can't you try a corner plot? Mimi naambia wa staff, why can't you try a corner plot? What do I mean by a corner plot? Kuna ploti ambayo ziko kwenye kona, si ndio? Nisikize vizuri. Kuna ploti ziko kwenye nini? Kwenye kona. This is a road and this is a road, si ndio? You buy this plot, alafu hii sehemu yote hii unaifanya parking, si ndio? Alafu unatengeneza 10 frames. Unafahamu zile frames za maduka? Wangapi wanaona zile frames za maduka? Yes. You know how much frames za maduka sasa zinalipwa? It's 500,000 mpaka 1 million per frame. Mnafahamu hicho kitu? Mnafahamu hicho kitu? Sasa if you have 10 frames, you have 10 million every month. Tumekubaliana? Tumekubaliana mpaka hapo? How many of us here make 10 million every month? I don't know about CCRA, sijui kuhusu CCRA, lakini very few people make 10 million every month. If you want to retire happy, invest in your children. We are very busy. So, we are very busy. I'm a very busy person. I know you're also very busy people. Mnafanya kazi sana.
trying to make money, trying to make success. Tuweze kufanikiwa, si ndio? We live in Africa. Tunaishi Afrika, mimi ni Afrika, tunaishi Afrika. Tumekuwa nimekuwa nikimwona mimi baba yangu na mama yangu wanamlea bibi yangu. Si ndio? Wanamlea bibi yangu akafariki. Mimi nilipokuwa mtu mzima nikaanza jukumu la kumlea baba na mama yangu mpaka akafariki. Tumekubaliana? So it's Africa. In Africa hatupelekagi wazee kwenye nyumba za wazee. Si ndio? Bado utamaduni wa kulea wazazi wetu upo na unaendelea. Uongo ndugu zangu? Uongo. Ni kweli? You have, then kama huo ndio ukweli, we are sure kama haijabadilika tutakuja kulelewa na watoto wetu somewhere along the way. Yaani tuna bado hiyo imani kwamba watoto watasimama kwa ajili yetu kutunza, kwa style na kufundisha. Uongo ndugu zangu? Bado tunayo Afrika. Huko kwa wenzetu tunarudisha kama mahali umezeeka wanakupeleka kwenye. Yaani mwana je kufikiria siku mimi wananipeleka. I just don't know. Yaani sielewi kwa sababu sikuliona mimi kwa wazazi wangu hili swala Masai. Sio? Sikuliona. Masai wewe unalea wazazi wako. Wangapi wanalea wazazi hapa ndani? Kila mtu analea wazazi wake. Uongo mbilini? Yes. It's Africa. It's African tradition for us to take care of the elders, take care of our parents. It's African tradition. Bado tuna hiyo. Now, the question is, are you preparing your children? Je, unawaandaa watoto wako waweze kuwa na uwezo wa kukulea utakapokuwa umestaafu? What's my point? Pointi yangu ni moja. You can be so busy and forget your children. Don't make that mistake. You can be so busy and forget your children. I can be so busy natengeneza pesa kila siku, forget my children. Siko nyumbani tu kuwalea watoto wangu ili waje kuwa good citizens. That's a big mistake we make as parents. Unaweza kweli ukapata fedha nyingi, unaweza kweli ukapata mafanikio makubwa na wayaongea kama mstaafu, lakini furaha yako yote ikachukuliwa na mwanao. Tumeelewana? I was speaking about good parenting. Number 5. Invest in your what? Invest kwenye afya yako. Nataka kuambia, hakikisha kwamba una invest kwenye afya. Fanya mazoezi kila siku hata nusu saa. Kwa sababu utakapokuja kustaafu miaka 60 yataanza kuibuka mambo kwenye mwili wako ambayo hayakuwepo wakati ukiwa kijana. Tunaambiwa sana haya mambo. Hakuna kitu kigumu duniani kufanya kama mazoezi. Uongo ndugu zangu? Kuamka, check afya yako ili hata utakapokustaafu ukipata benefits zako bado uweze kuenjoy maisha. Wangapi wanaelewa mwalimu? So you have to invest in your health. And finally, number 6, invest in people today. Invest in people. So if you want to retire, kama unataka kustaafu vizuri, lazima uinvest katika watu leo. Invest katika watu unaofanya nao kazi ofisini kwako. Wasaidie watu wanaofanya kazi kukua na kuwa na uwezo na kujitambua. Wasaidie waende wakasome, wapate uwezo, ili siku unarudi hapo ukiwa umeitaya Masai, watu wafurahi, mzee Masai amefanya nini? Amerudi. So you have to invest in people. And finally, number 7, don't be a master of all games. Don't be a master of all games. Huwezi kujua kila kitu ulimwenguni. Sio ndugu zangu? Yaani wewe unajua kila kitu. Sijawahi mimi katika maisha yangu kuona star wa kila mchezo. Yaani ungasikia huyu jamaa anaitwa Ronaldo. Si ndio? Huyu jamaa ni star wa mpira miguu. Huyu jamaa pia ni star wa tennis. Huyu jamaa ni star wa ngumi. Huyo Ronaldo tu. Ushasikia hicho kitu? Eti ni star wa mbio. Ushasikia hicho kitu? Haijawahi kutokea duniani na haitatokea.
watu wanachaguaga kitu hiki. Hapa anafanya kazi kwa juhudi kubwa sana kwenye kitu hiki mpaka anakuwa star wa kitu. Kwa hiyo don't try to do everything that comes to you. You have to be selective. You master one game, kama nilivyosema, you start another one. Usitaki kufanya vitu vingi kwa wakati mmoja, kwa sababu nimesema create multiple sources of income. Please, naomba usielewe vibaya. Usitaki kufanya sawa, vitu vingi kwa sababu nimesema create multiple sources. No. I want you to master a game and start another game. Don't be a master of all games at one time. You will end up utaishia kufahamu kila mchezo, lakini na utakuwa star wa mchezo hata. Ukija leo ukazungumzia biashara ya ice cream, utakuwa unaongelea nani? Uongo ndugu zangu? Ukija Dar es Salaam unazungumzia ishu ya mawasiliano, unazungumzia watu gani? Sawa. Ukija Dar es Salaam hapa unazungumzia magazeti ya udaku, unazungumzia nani? Kigogo. What am I trying to say? You cannot be a master of everything and be a star of everything. Never. Unfortunately, we have run out of time. I don't know if you enjoyed the talk. Wangapi wamefurahia mazungumzo yetu? I don't know if you think kwamba this will help you change your lives. Wangapi wanadhani kama tutazungumza siku nyingine ningitaka nizungumze? Hata kama bure nitakuja, no problem. Ndio? Hata kufundisha bure mimi nitakuja, haina shida. Ndugu zangu, asante kwa kunisikiliza, na muomba Mungu wa mbinguni awabariki. Amen. Awafungulie milango ya mafanikio. Amen. Awabariki nyinyi na watoto wenu. Amen. Awanyanyue na kuwapeka juu zaidi. Amen. Awape nguvu za kupambana changamoto zote. Amen. Tukutane juu. Asante kwa kunisikiliza. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.